Ndugu zangu, kabla sijasema neno rasmi, nianze kusema haya yafuatayo. Kumekuwa na kamchezo fulani au maagizo maalum walopewa mabalozi wa CCM. Lakini pili, kumekuwa na maagizo maalum walopewa wenye viti wa shina wa CCM, wapite kila nyumba wachukua idadi ya watu 11, alafu kisha waorodheshe vitambulisho, alafu baada ya hapo wanaandika na majina hayo, alafu yale majina yanapelekwa wilayani. Haya mambo tunayaonya sana, na tayari tunaelewa vikao vyote mnavyokaa, na sisi tuko kwenye hivyo vikao. Karatasi mlizoandika tunazo hayo majina yote, mpaka jinsi mlivyopanga. Kama Zainabu, wanakuja Zainabu, 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 Zainabu. Msifikirie sisi ni watoto. Sasa hivi tunaicheza siasa hii kwa akili, maarifa na hatua kwa hatua. Kwa kwenye hivyo vikao mnavyokaa, na sisi tuko kwenye hivyo vikao. Kwa hakuna taarifa yoyote mtakayoifanya sisi hatuelewi. Kwa tunaelewa mnayoazimia na mnayoyasema na mnayoyafanya. Kwa tunatoa hili onyo, na tunaomba jeshi la polisi mnasimamia vizuri usalama, lakini hili jambo linaweza kuhatarisha usalama wa nchi yetu, kwa sababu hao wanaopita kwenye nyumba, wananchi wakiamua kuwashughulikia, wataonekana wananchi ndio wenye matatizo. Kwa tunatoa onyo kali, waache mara moja. Mgombea waliomleta hauziki, na Wanambagala hawamtaki kwa sababu hauziki na hana uwezo wa kujieleza. Kwa ifike bahala waelewe na wakubali kushindwa, kwa sababu ndio demokrasia. Demokrasia, watu wanafanya maamuzi, wao ndio wanakuwa wanataka nani awe kiongozi, nani awe mwakilishi wao. Ni maamuzi ya wananchi wa Mbagala. Wanataka niseme hata wana CCM wenyewe wana akili timamu, hawamtaki kwa sababu hafai, hana uwezo. Hata ukimpa azungumze, anazungumza la mbele na la nyuma, haelewi anaongea nini. Anawezaje kuwakilisha wananchi wa Mbagala? Lakini vile vile mgombea huyu hata Mbagala haijui. Hatuwezi kuwa na mwakilishi ambaye hata ukimuuliza mtaa wa pili unaitwaje, yeye haujui. Huyo mwakilishi atakuwa mwakilishi wa namna gani? Anakwenda kumwakilisha nani? Sisi hatujawa vilaza wa kiwango hicho. Kwa hiyo wakubali CCM, kwa sababu wamemleta mgombea asiyehusika na wao wenyewe wamekubali, basi wakubali kushindwa, wasitengeneze hila ambazo wanazifanya. Tunajua wanachoendelea nacho. Wamekaa juzi kwenye kikao chao, wanasema eti tumtafutie mgombea kashfa, tutengeneze mkakati mmoja, tumpeleke mtu akamwombe mgombea chochote, alafu akishamuomba chochote tuchukue kamera tumrekodi pale, alafu twende tume kule tuseme ametoa rushwa. Hiyo ni michezo ya kitoto. Yaani mlipolala sisi ndio tulipoamkia. Yaani maana yake tunaelewa kila hatua mnazozipiga.